Kupitia makeup hii, naomba nikufundishe jinsi ya kufanya makeup hatua kwa hatua. Lakini naomba niandikie kwenye comment, je, makeup ninazokufundisha zinakusaidia? Haya, nitaanza kwa kupaka primer, itasaidia ngozi ya mteja wangu kuilinda. Nitaenda kutumia styling soap ambayo itasaidia kulaza nyusi za mteja wangu. Kwenye wanja, natumia wanja wa penseli. Wanja zangu mimi hazivunjiki kabisa. Kwa nitachora frame upande wa chini, nitachora upande wa juu. Wakati naendelea kuchora wanja wangu, naomba nikukumbushe full set za makeup zipo. Seti binafsi kuanzia shilingi 125,000. Kwa wale ambao mnahitaji seti kwa ajili za biashara, seti kuanzia shilingi 200,000, 250,000, 300,000, 350,000. Ukihitaji na mabegi yake yapo. Ukinunua vifaa kwetu darasa bure wiki nzima. Sawa. Kwa nitachora frame yangu kisha nitakwenda kutumia concealer, itanisaidia kushape wanja wangu. Sawa. Zingatia brush ninayoitumia, zingatia quality ya brush ninayoitumia. Sawa. Ukinunua brush kwetu, brush zetu zimeandikwa real perfection. Sawa, yani brush quality yake sijui nikuelezee vipi. Una uwezo wa kuchora na ikachoreka. Umeona brush inavyonyoosha concealer vizuri. Sawa, ukiwa na brush ambayo haichori vizuri, hauwezi ukapata kitu ambacho ni kizuri. Sawa, juu nitatumia foundation ambayo nitashape tena wanja wangu kama hivi ambavyo unaona. Na kwenye kila seti nitakupa seti ya brush ambayo ina brush zote. Yani utakuwa una uwezo wa kutumia kila hatua na brush yake. Sawa. Kwa ni nzuri sana, karibuni sana, tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Kwa wale ambao mtachukua seti za makeup kama hapo mkoani, tunatuma kwa uaminifu. Sawa? Okay, nitaendelea sasa kuchora wanja wangu kama hivi ambavyo unaona. Kuna wale ambao mnahitaji tu kuzidi kujifunza zaidi. Unaweza kuingia YouTube, jina ni Farida Othman. Tayari nimekuwekea video nyingi sana. Hakikisha umesubscribe channel yetu kama unahitaji kujiunga na magrupu yetu. Kisha subscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Nitakuunga kwenye magrupu yetu, utazidi kujifunza zaidi na zaidi. Sawa. Umeona ninachokifanya? Nitaendelea kuchora wanja wangu, nitanyoosha foundation yangu vizuri hadi wanja wangu unyooke vizuri, alafu ndo niendelee hatua nyingine. Kama kuna hatua ambayo inakusumbua pia niandikie kwenye comment, nitazidi kukufundisha sana. Hakikisha umetufollow tu, hakikisha umesubscribe channel yetu ya YouTube kwa sababu kila siku tutakufundisha kitu kipya. Baada ya kuchora wanja, hatua itakayofuata sasa nitakwenda kupaka eyeshadow. Tunaelewana, lakini kabla sijapaka eyeshadow ninaenda kutumia eyeshadow base ambayo itasaidia eyeshadow yangu ishike vizuri. Kwa wale ambao ni makeup artist, una makeup set alafu bado huna eyeshadow base. Eyeshadow base hii yenyewe kama yenyewe utaipata kwa shilingi 25,000. Inashika vizuri sana. Sawa, nitaanza kwa kupaka poda. Poda yangu itasaidia kuficha au kusafisha zile concealer ambao nilitumia pale mwanzoni. Kwa nitasafisha tu vizuri. Kila hatua zingatia brush ambao ninaitumia. Sawa. Kwa nitablend kama hivi ambavyo unaona, nitablend concealer, eyeshadow yangu vizuri kama hivi ambavyo unaona. Sawa, kwa utaangalia rangi ambayo unahitaji. Kwa mfano mimi upande ambao nahitaji rangi ambayo inaenda kama kwenye gold, sio gold fulani. Eyeshadow unakuta palette ina rangi nyingi sana. Baada ya hapo nitabandika kope alafu nitaenda kwenye kupaka foundation. Foundation zetu sisi ni full coverage. Foundation moja utaipata kwa shilingi 25,000. Kama unahitaji foundation ambayo inaziba vizuri madoa yako, inaiacha ngozi ya mteja wako iko soft, njoo nikuuzie foundation, hutojutia. Hapa umeona mimi ni fresh from camera, no editing, no filter. Sawa. Kwa mteja ataondoka akiwa amepata kitu kizuri. Hii naopaka ni concealer kwa ajili ya kuhighlight sura ya mteja wangu. Hii sehemu ambayo nimeweka V ndio sehemu ambayo nitapaka ile concealer. Sababu wengine mnapaka inazidi kwenye paji la uso, kwenye mshipi wa pua. Sawa. In case kama utatumia blusher, una uwezo kupaka hapa pembeni tu kwenye ile sehemu ambayo ulikwenda highlight. Sawa. Contour pia ni kidogo sana. Mimi mara nyingi wanashauri kama ni contour tumia foundation ya ambayo imezidi rangi ya mteja kwa sababu watu wengi kwenye kublend ni changamoto. Unakuta mnaanza kumremba mteja anaondoka na mistari hapana. Sawa. Nitaendelea kublend concealer yangu. Sehemu ambayo nimeweka dark, hakikisha kwamba unaiblend vizuri isibaki na ule weusi. Makeup yako isibaki na mistari. Tumia muda mrefu kusambaza vizuri. Sasa nawakumbusha wale ambao mkinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima.
Upo mkoani, tutakutumia video. Upo Dar es Salaam, kama unaweza kuja darasani, njoo darasani, jifunze hatua kwa hatua, ondoka na vifaa vyako ukiwa unajua kipi kinatumika wapi. Baada ya hapo mimi nitakwenda kupaka poda yangu uso mzima kama hivi ambavyo unaona. Kwa nita blend poda yangu. Baada ya kupaka poda unaweza kutumia setting poda kwa ajili ya zile sehemu ambazo tulizi highlight zizidi kuwa light zaidi, zizidi kuonekana zaidi. Unaweza kuchukua puff poda yako kidogo tu, alafu ukachukua setting powder and then ukapaka kama hivi ambavyo unaona. Sasa make sure kwamba una tap kama hivi. Baadaye tutakuja kuisafisha. Tunaelewana? Haya, kama una swali niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi? Niandikie kwenye comment. Kujifunza pia makeup tupu tunafundisha. Chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen yako. Sawa. Kama una swali, una chochote, sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment hapo chini. Sawa. Baada ya hapo mimi nitaenda kumalizia na lipstick, nitambana na mteja wangu ili azidi kupendeza zaidi na zaidi. Sawa. Kwa nitapaka lipstick yangu ya palette kama hivi. Lipstick za palette zipo, zinakuwa zina rangi nyingi kuanzia 15,000 mpaka 35,000. Unaweza kupata rangi ile ambayo unahitaji kwa sababu kuna rangi nyingine huwezi kuzikuta kwenye lipstick hizi za kawaida. Kwa make sure kwamba unapata lipstick yako pia palette ili uzidi kupata rangi za tofauti. Hii napulizia mwishoni ni makeup fix, itasaidia makeup yangu ikae muda mrefu. Finally mteja wangu alipendeza kama hivi. Kama makeup zangu ninazokufundisha zinakusaidia, niandike kwenye comment. Hakikisha una share na watu wengine kama ambavyo mimi nimeshare ujuzi wangu kwako. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Asante na kwaherini.